أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu vikosi vilivyotumwa katika zama za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu zidi ya waasi. Kikosi cha 7 kilichokuwa zidi ya waasi. Kuhusu kikosi hiki, sawa na maelezo ya historia, kikosi hiki kilitumwa zidi ya waasi walioritadi chini ya uongozi wa Hazrat Khalid bin Said bin As. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu alifunga bendera kwa ajili ya Hazrat Khalid bin Said bin As na akamtuma kwenda kwenye eneo la Hampaten ambalo lilikuwa kwenye mipaka ya Syria. Utambulisho wa Hazrat Khalid bin Said bin As ni kama ufuatao: jina lake lilikuwa Khalid na kunia yake ilikuwa Abu Said. Jina la babake lilikuwa Said bin As bin Umayya na mama yake alikuwa akiitwa Labina binti Hubab ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Umme Khalid. Hazrat Khalid alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kusilimu katika zama za awali kabisa. Wengine wanasema ya kwamba yeye baada ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa amekubali Islam na yeye alikuwa muislamu wa 3 au 4, na watu wengine wanasema ya kwamba yeye alikuwa muislamu wa 5 kabla yake. Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Zaid bin Harisa na Hazrat Saad bin Abi Waqas ndio waliokuwa wamekubali Islam. Tukio la kusilimu kwa Khalid linasimuliwa hivi ya kwamba yeye aliona katika ndoto ya kwamba amesimama kandoni ya moto na babake anajaribu kumwangusha ndani yake, naye akaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemshika ili asije akaanguka katika moto. Hazrat Khalid akashtuka juu yake na akaamka na akasema kwamba wallahi ndoto hiyo ni kweli. Kisha yeye akakutana na Abu Bakr Siddiq. Hapo akamsimulia Abu Bakr Siddiq ndoto yake na akamweleza. Abu Bakr akasema kwamba wewe utapata kheri, Allah Taala anataka kukusalimisha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, wewe umtii, kwani ukisilimu utakapomtii yeye atakusalimisha kutoka kuanguka motoni na baba yako ni mwenye kuingia katika moto huo. Hivyo Khalid akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika eneo la Ajiyad katika Maka. Ajiyad ni jina la sehemu iliyo karibu na mlima wa Safa katika Makka, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amechunga mbuzi. Hazrat Khalid akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaita upande gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba
mimi na waiteni kwa allah ambaye ni mmoja na hana mshirika wake, na muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mja wake na mtume wake, na nyini muache kuabudu mawe haya ambao hawasikii wala hawaoni na hawawezi kuleta hasara wala faida yoyote, na hawajui ya kwamba nani anawaabudu na ni nani asiye waabudu. Hapo khalid akasema ya kwamba mimi natoa ushahidi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, nami natoa ushahidi ya kwamba wewe ni mtume wa allah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafurahi sana juu ya kusilimu kwa khalid. baada ya kusilimu hat khalid akajificha. baba yake alipojua kuhusu islam yake, yeye akawatuma wanaye wengine wasiokuwa waislamu ili wamtafute hat khalid. hivyo wao wakamtafuta na wakamleta kwa baba yao. baba yake akaanza kumkaribia hat khalid na akaanza kumpiga na fimbo iliyokuwa mkononi mwake. yeye akaanza kumpiga na fimbo ile hadi akaivunja fimbo, na akasema kwamba wewe umemtii muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilhali unaona jinsi kaumu yake inavyompinga yeye na mabaya ambayo wao wanayaeleza kuhusu miungu yao na mabaya ya mababu zao pia. hat khalid akajibu ya kwamba wallahi mimi nimeshamtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. hapo baba yake akamkasirikia sana na akasema ya kwamba wewe ni mpumbavu tu, ondoka kutoka hapa na nenda uendako na nenda upendapo, mimi nitafunga chakula chako. hapo khalid akasema kwamba kama wewe utafunga chakula changu, allah atanijalia riziki ya kuishi. hivyo babake akamfukuza kutoka nyumba yake na akawaambia vijana wake ya kwamba mtu yeyote asiongee naye. hat khalid akatoka huko na akaanza kuishi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kikawaida yeye akijificha kutoka kwa babake, alikuwa anaishi karibu na makka ili babake asije akamkamata tena na akamtesa. baba yake hat khalid alikuwa na tabia ya kuwatesa sana waislamu na alikuwa miongoni mwa watu wenye heshima ya makka. safari moja yeye akaugua, na kwa sababu ya marazi, kwa sababu ya makali ya marazi yake akasema kwamba kama allah akiniponya katika marazi yangu. hatujui alikuwa ametaja jina la allah au alikuwa ametaja jina la miungu yake, lakini yeye akasema kwamba kama nikipona kutoka marazi haya basi mungu wa ibne abi qabsha yani muhammad saa salam hata abudiwa katika maka. mimi nitatumia ukali kiasi kwamba nitawafukuza waislamu wote kutoka maka. khalid alipojua akafanya dua ya kwamba e allah usimpe uponyo, usimponye, yani akaomba dua zidi ya babake. hivyo yeye akafa katika marazi yake. waislamu walipohamia uhabeshi kwa mara ya pili, khalid pia akaenda pamoja nao. pamoja naye mkewe umama binti khalid khuzaya pia alikuwepo. ndugu mwingine wa khalid hat amr bin as pia akahamia pamoja naye. hat khalid katika zama za vita vya khaibar akatoka uhabeshi na akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jafar bin abi talib. alikuwa hakushiriki katika vita vya khaibar, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika mali ya ghanima alikuwa amempatia sehemu yake. kisha katika umratul quza, ushindi wa makka, vita vya hunain, taif na tabuk na kadhalik, alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita zote.
yeye alikuwa hakuweza kushiriki katika vita vya badar na akaendelea kuwa na wasiwasi juu ya kukosa bahati hiyo. Akamwambia mtume saa salam akisema kwamba ewe mtume wala sisi hatukuweza kushiriki pamoja nawe katika vita vya badar. Mtume saa salam akasema kwamba je, hupendi ya kwamba watu wapate bahati ya hijra moja nawe upate bahati ya hijra mbili? hazrat khalifat msi thani katika dibaji ya tafsirul quran majina ya waandishi wa wahi aliyoyaandika. Katika watu hawa kuna jina la khalid bin said bin as. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua khalid bin said kwa kazi ya kukusanya sadaka za yemen hadi kifo cha mtume saa salam. ye akaendelea na cheo hicho hicho. baada ya kifo cha mtume saa salam akarejea madina. hata abubakar akamwambia kwamba kwa nini umerejea madina? yeye akasema kwamba yeye baada ya mtume saa salam hatafanya kazi kwa niaba ya mtu yoyote. inasemwa ya kwamba yeye alisita katika kufanya baiati ya hata abubakar, lakini banu hashim walipofanya baiati ya hata abubakar, khalid pia akafanya baiati yake. kisha baadaye hata abubakar katika nyakati mbalimbali akamtuma kwa kumfanya kuwa amiri wa majeshi mbalimbali. hat khalid katika vita vya marjus safar katika zama za abubakar aliuawa shahidi, na baadhi ya watu wanasema ya kwamba vita vya marjus safar kwa kuwa ilikuwa imetokea mwaka wa 14 hijra katika zama za ukhalifa wa umar, inasemwa ya kwamba hat khalid katika nchi ya siria alikuwa ameuawa shahidi katika vita vya ijnadin siku 24 kabla ya kifo cha hat abubakar. katika tarikh tabri maelezo ya vita iliyopiganwa hat khalid dhidi ya waritadi yameelezwa hivi: hat abubakar radhiallahu anhu alipofunga bendera kwa ajili ya kuwashughulikia waritadi na akawachagua wale aliyowataka kuwachagua, kati yao mmoja alikuwa khalid bin said. hat umar akapinga uteuzi wake kama amiri na akasema kwamba wewe usimpe kazi yoyote. hat abubakar radhiallahu taala anhu akasema kwamba hapana, yani akahitilafiana na rai ya hat umar na akamteua hat khalid juu ya kikosi cha kutoa misaada katika tema pia ni mji mashuhuri katika siria na madina. hivyo hat abubakar alipomwamuru hat khalid bin said kwenda tema akasema kwamba usiache mahala pako na uwaite watu walio jirani yako waje kukutana nawe na uwakubali wale tu wasioritadi, na usipigane na mtu yeyote isipokuwa mtu ambaye aje kupigana nawe hadi amri zangu zikufikie. hat khalid akaishi tema na makundi mengi ya jirani yakaja kuungana naye. habari ya jeshi hili la waislamu ikawafikia warumi. wao wakaomba majeshi kutoka waarabu waliokuwa chini yao ili kupigana vita vya siria. hat khalid akamjulisha abubakar kuhusu maandalizi ya warumi na ujio wa makabila ya uarabuni. hat abubakar akamwandikia jibu ya kwamba wewe usonge mbele, usiwe na hofu hata kidogo na umwombe allah msaada wake. hat khalid akipata tu jibu hilo akaelekea mbele, na alipofika karibu na maadui wakashikwa na haiba na wote wakaacha sehemu zao na wakatawanika na wakakimbia hapa na pale. hat khalid akateka maeneo yao. watu wengi waliokuwa wamejumuika kwa hat khalid wakawa waislamu, yani wakakubali uislamu. taarifa ya mafanikio hayo hat khalid akamtumia hat abubakar. hat abubakar akaandika ya kwamba wewe usonge mbele, lakini usiende mbele sana, ili huko nyuma maadui wapate nafasi ya kuwashambulia waislamu. kutoka vitabu vya historia katika zama za hat abubakar
hizi ni habari zinazopatikana kuhusu Hazrat Khalid bin Said kuhusu shughuli zake dhidi ya waritadi. Pamwe na hizo, katika zama za Abubakar, katika kumbukumbu za ushindi wa Siria, mchango aliotoa yeye, habari zake zitaelezwa katika siku za usoni. Kikosi cha 8 kilikuwa ni cha Haturefa bin Hajiz kilichotumwa dhidi ya waasi walioritadi. Abubakar akafunga bendera moja kwa ajili yake na akamwamuru ya kwamba yeye apigane na Banu Sulaim na Banu Hawazin. Kuna riwaya isemayo kuwa kwa ajili ya kupambana na kabila la Banu Sulaim na Banu Hawazin, Abubakar alikuwa amemtuma Maan bin Hajiz. Kwa vyovyote vile, Alama ibn Abdul Bar katika Al-Istiab ameandika jina la baba wa Haturefa na Maan kama Hajiz, yani pamoja na za, na Alama ibn Asir ameandika Hajir pamoja na ra katika Usdul Ghaba. Abubakar baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa akamteua Haturefa bin Hajiz kama mtendaji mkuu juu ya Waarabu wa Banu Sulaim ambao walikuwa wamesimama imara juu ya Islam. Mtu huyo alikuwa na jaziba na ikhilasi. Yeye akatoa hutuba za kusisimua imani mpaka Waarabu wengi wa Banu Sulaim wakaja kuungana naye. Kuna riwaya nyingine isemayo ya kwamba hata Abdullah bin Abu Bakar anasimulia ya kuwa hali ya Banu Sulaim ilikuwa ndiyo hii, ya kwamba baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yao wakaritadi na wakarejea katika ukafiri, na baadhi ya watu wao wakaendelea kusimama kidete juu ya Islam pamoja na amiri wao Maan bin Hajiz au sawa na wengine nduguye Turefa bin Hajiz. Hat Khalid bin Walid alipoondoka kupigana na Tuleha, hata Abubakar akamwindikia Maan ya kwamba kutoka Banu Sulaim watu waliosimama imara juu ya Islam uende nao kwa Hat Khalid. Hatman akimteua ndugu yake Turefa bin Hajiz juu ya nafasi yake, akatoka na Hat Khalid. Kuna riwaya nyingine iliyosimuliwa na Hat Abdullah bin Abu Bakar ya kwamba mtu mmoja wa Banu Sulaim akamjia Hat Abubakar. Yeye alikuwa akiitwa Fajaa na jina lake lilikuwa Iyas bin Abdullah. Katika neno la Faja kuna mafhum ya ghafla, kwani mtu huyo akiwashambulia ghafla abiria na makazi ya watu alikuwa akiwapora, hivyo akaanza kuitwa Faja. Kwa vyote vile mtu huyo akaja kwa Abubakar na akasema ya kwamba mimi ni Muislamu, mimi nataka kufanya jihadi dhidi ya watu hawa ambao katika makafiri wameritadi. Wewe unipatie kipando na nisaidie. Hazrat Abubakar akampatia kipando na silaha. Katika sehemu moja kuna maelezo yake yanasema ya kwamba Hazrat Abubakar akampatia farasi 2 au sawa na riwaya ya pili akampatia ngamia 30 na silaha za wanajeshi 30 na akampatia Waislamu 10 pamoja na silaha. Mtu huyo akatoka huko na Muislamu au mritadi yote akija mbele yake. Yeye alikuwa akipora mali zao, na mtu ambaye alikuwa anakataa yeye alikuwa anamua. Mtu huyo alikuwa anafanya hivyo na watu wote, Muislamu au mritadi. Alikuwa akiwaua Waislamu pia, na pamoja naye alikuwepo mtu mmoja wa Banu Sharid ambaye alikuwa anaitwa Najba bin Abu Mesa. Kuna riwaya inayosema ya kwamba Faja akaelekea kwa kabila lake na njiani akaendelea kuwachochea Waarabu waritadi ili kuungana naye. Idadi yake ilipozidi, kwanza yeye akawaua wenzake Waislamu na akapora mali zao, kisha akaanza kufanya mauaji mara kabila hilo na mara kabila jingine. Kundi moja la Waislam lilikuwa linaelekea Madina, yeye akawapora kwanza, akapora kisha akawaua shahidi. Hata Abubakar akapata taarifa yake, yeye akamuindikia Haturefa bin Hajiz. Au baadhi ya watu wanasema ya kwamba hata Abubakar akatuma amri hii kwa Maan. Yeye alikuwa amemtumia nduguye Turefa. Kwa vyote vile hata Abubakar akaandika ya kwamba adui wa Mungu Faja akanijia. Yeye alikuwa
anasema kwamba mimi ni muislamu, yeye akaniomba kwamba nimwezeshe zidi ya wale walioritadi kutoka islam. Hivyo nikampatia vipando na silaha. Sasa nimejua kwa yakini kwamba adui huyo wa allah akawaendea waislamu na waritadi na akaendelea kupora mali zao, na mtu akimpinga yeye alikuwa akimua. Hivyo wewe nenda na waislamu waliopo kwako na umue, au ukimkamata umtume kwangu. kuna riwaya isemayo ya kwamba abubakar kwa ajili ya kumsaidia turafa akamtuma abdullah bin qais. turafa bin hajis akaenda kupigana naye. makundi mawili yalipoingia vitani, kwanza wakapigana kwa mishale tu. mshale mmoja ukaenda kumpiga najwa bin abu musa, naye akauawa. fuja alipoona ushujaa na uimara wa islamu, yeye akamwambia turafa ya kwamba kwa ajili ya kazi hii wewe hustahiki zaidi kuliko mimi. wewe pia ni amiri aliyeteuliwa na abubakar, na mimi pia ni amiri niliyeteuliwa naye. kwa ujanja mkubwa yeye akajaribu kuwazuia kupigana vita. turafa akamwambia faja kwamba kama wewe ni mkweli basi jisalimishe, mimi nimetumwa na abubakar ili nikukamate. jisalimishe na uende kwa hata abubakar, na huko hukumu itatolewa ya kwamba wewe ni amiri au la. hivyo fuja akaelekea madina pamoja na turafa. wote wawili walipomjia hata abubakar akamwamuru haturafa ya kwamba umpeleke faja katika baki na umchome katika moto. huyo akatendewa hivi kwani ye alikuwa amewafanya waislamu hivi. haturafa akaenda naye na akawasha moto na akamtupa ndani ya moto. kuna riwaya inasema ya kwamba katika vita faja akakimbia haturafa, akamsaka na akamteka kuwa mahbusu na kisha akamtuma kwa abubakar. ye alipofika kwa abubakar, yeye akamwashia moto mkubwa katika madina, kisha akafunga mikono na miguu yake na akamtupa katika moto. kikosi cha 9 kilikuwa cha hat ala bin hazrmi kilichokuwa zidi ya waasi walioritadi. hata abubakar akampatia hat ala bin hazrmi bendera moja na akamwamuru kwenda bahrain. eneo hili lilikuwa likipatikana katikati ya yamama na guba ya uajemi, na katika eneo hilo nchi ya qatar na falme za bahrain zilikuwa ndani mwake. sio bahrain ya zama hizi ambayo ni ndogo, bali ilikuwa pana sana. makao makuu yake yalikuwa darin. katika zama za mtume saa salam, munzir bin sawa alikuwa mfalme wa hapa ambaye alikuwa amesilimu. siku zile bahrain, saudi arab inaitwa bahrain, yani bahrain na saudi arab ilikuwa inaitwa al asa. utambulisho wa hat ala bin hazrmi ni kama ufuatao: jina lake lilikuwa ala na jina la babake lilikuwa abdullah. yeye alitokana na eneo la yemen la hazrmaut. mwanzoni mwa islam yeye alikubali islam. ndugu mmoja wa hat ala bin hazrmi aitwaye amr bin hazrmi alikuwa mtu wa kwanza wa washirikina ambaye muislam moja alikuwa amemua, na mali yake ilikuwa mali ya kwanza iliyopatikana katika islam kama khums. katika sababu za msingi za vita vya badr pia inaelezwa ya kwamba sababu moja ya vita ya badr ilikuwa mauaji ya mtu huyo. ndugu mmoja wa ala bin hazrmi aitwaye amr bin hazrmi aliuawa siku ya badr katika hali ya ukafiri. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowatumia wafalme barua za mahubiri, kazi ya kumpelekea barua mfalme wa bahrain munzir bin sawa akamkabidhi hat ala bin hazrmi. baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua hat ala bin hazrmi kama mtendaji mkuu wa bahrain.
hat ala bin hazrmi alipompatia munzir bin sawa wito wa kuingia katika islam yeye akakubali islam. munzir alipopata ujumbe wa islam jibu lake lilikuwa hili ya kwamba mimi kuhusu swala hili nimetafakari sana na nilicho nacho nimeona ya kwamba ni kwa ajili ya dunia tu, na yani kile nilicho nacho ni kwa ajili ya dunia tu na si kwa ajili ya akhira. yani mali zote nilizo nazo ni mambo ya kidunia tu, wala si kufanya maandalizi yote ya akhira. na nilipotafakari kuhusu dini yako nikaikuta inafaa kwa ajili ya dunia na akhira vile vile, hivyo hakuna kitu kinachoweza kunizuia kukubali dini hiyo. nimepata yakini kwamba islam ni kweli, humo kuna tumaini la kuishi na raha ya mauti. alisema kwamba mpaka jana nilikuwa na washangaa wale waliokuwa wanaikubali na leo na washangaa wale wanaoikataa. nilipojua kuhusu uzuri wa mafundisho ya islam fikra zangu zimebadilika. heshima ya sheria iliyoletwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema kwamba heshima ya sheria iliyoletwa na mtume sallallahu alaihi wasallam inatulazimu kwamba sisi tuheshimu mtume saa salam na tuheshimu sheria yake. hadi kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam hat ala bin hazrmi akaendelea kuwa mtendaji mkuu wa bahrain. baadaye katika zama za ukhalifa wa hat abubakar akaendelea kuwa na wasifa huo huo, na hat umar pia katika ukhalifa wake akaendelea kumtumia kwa kazi hiyo hiyo hadi katika zama za ukhalifa wa hat umar yeye akafariki dunia. sawa na tabakat ibn saad, safari moja watu wa bahrain walipomshtaki hat ala bin hazrmi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwazulu kutoka kazi yake na akamfanya aban bin said bin as kuwa mtendaji mkuu wa bahrain. baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam uritadi na uasi ulipoenea katika bahrain, hat aban akarejea madina na akaacha cheo hicho, na hata abubakar alipotaka kumtuma kumpeleka tena katika bahrain, yeye akaomba razi kwa kusema kwamba mimi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam sitakuwa mtendaji yani amil wa mtu yote mwingine. hapo hat abubakar akamteua tena hat ala bin hazrmi kama mtendaji mkuu wa bahrain, na yeye hadi kifo chake akaendelea kutoa huduma hiyo. hat ala alikuwa maarufu kuhusu kupokelewa kwa maombi yake, yani mustajabu dawat. zipo riwaya tofauti zinazoeleza habari zake. hata abu hurera alikuwa anasema kuhusu sifa na kupokelewa kwa maombi yake ya kwamba mimi nimevutika sana na tabia yake. katika riwaya anasimulia ya kwamba safari moja nilitoka madina kuelekea bahrain, njiani maji yalikwisha. hat ala akafanya maombi kwa allah, ndipo akaona kwamba chini ya mchanga kuna chemchem ambayo imebubujika, na si tukanywa kutoka chemchem hiyo. kisha hata abu huraira anasimulia ya kwamba mimi pamoja na ala nilitoka bahrain na kuelekea basra nikiwa katika jeshi. sisi tulikuwa katika ayas, na katika ayas yeye akafariki dunia. ayas ilikuwa kijiji katika maeneo ya banu tamim. tulikuwa katika eneo fulani ambapo hatukuwa na maji. mwenyezi mungu akatuzihirishia kipande cha mawingu ambacho kikanyesha mvua juu yetu. sisi tukaogesha maiti yake na tukachimba kaburi kwa panga zetu. hatukutengeneza mwanandani kwa ajili yake, na baada ya muda fulani tukarejea ili tuchimbe mwanandani kwa ajili yake, lakini hatukuona sehemu ile ambapo tulikuwa tumechimba kaburi lake. kuhusu kifo chake kuna hitilafu kwa baadhi ya watu. kifo chake kilitokea mwaka wa 14 hijra na wengine wanasema ilikuwa mwaka wa 21 hijra. kuhusu bahrain inapatikana ya kwamba bahrain ilikuwa chini ya utawala wa shahane hira, na shahane hira walikuwa chini ya wafalme wa kisra. kabla ya islam hira ilikuwa makao makuu ya wafalme wa iraq.
kulikuwa na makazi mseto katika miji ya pwani na kibiashara ya bahrain. Walikuwepo waajemi na wakristo, pia walikuwepo mayahudi na walikuwa wakiishi jat, na waajemi walikuwa wakitawala biashara ya arab. Katika maeneo yale walikuwepo wafanya biashara ambao walikuwa wametoka india na iran, na kutoka kando ya mto wa farat hadi maeneo ya pwani ya eden walikuwa wamestawi. wafanya biashara hawa walikuwa wamewaua kina mama wa hapa, na watoto waliozaliwa kutoka kwao walikuwa wanaitwa kwa jina la abna. nyuma ya miji ya pwani kulikuwa na makabila matatu makubwa na matawi yao mengi. moja bakar bin wail, pili abdul qais, na tatu ilikuwa rabia. familia zao nyingi zilikuwa wakristo. kufuga farasi, ngamia na mbuzi na kupanda mitende zilikuwa shughuli zao makhsus. msimamizi mkuu wa makabila haya alikuwa yule ambaye serikali ya hira ilikuwa inamwamini. mmoja wao alikuwa munzar bin sawa. pia yeye alikuwa akiishi katika wilaya ya hajar ya bahrain, na alikuwa akitawala kabila la abdul qais karibu na hajar. ujumbe mbili za kabila la abdul qais zikamjia mtume saa salam. kundi la kwanza kilimjia mwaka wa 5 wa hijra, ambalo lilikuwa na watu 13 na 4 na ujumbe wa pili wa kabila la abdul qais ukaja mwaka wa 9 hijria, na ukaja kumwona mtume saa salam. na safari hii watu 40 walikuwa ndani yake, na jarud pia alikuwepo katika kundi hilo. jarud alikuwa mkristo ambaye baada ya kufika hapa akasilimu. sawa na kauli moja, kundi hilo kabla ya kufika kwa mtume saa salam walikuwa wamekubali islam. wajemi wa kristo na mayahudi wa hajar walikuwa wamekubali kutoa jizia. makazi na miji mingine ya bahrain ilikuwa nje ya islam, lakini watu hawa wakipata nafasi walikuwa wanafanya uasi. munzir bin sawa alipokubali islam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu kuendelea kuwa mtendaji mkuu wa bahrain. baada ya kusilimu yeye akaanza kuwahubiri watu wa kaumu yake, na akamtuma jarud bin mualla kwa mtume saa salam ili ajifunze dini. jarud akafika madina na akajifunza mafundisho ya kiislam na akajua dini, na kisha akarejea kwa watu wake na akaanza kuwahubiri watu wake kuhusu islam na mafundisho yake. baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, yani siku chache baada ya mwaka wa 11 hijra, munzir akafariki dunia. hapo waarabu na wasio waarabu wote wakatangaza uasi. kabila la abdul qais likasema kwamba kama muhammad angekuwa nabii basi asingekufa kamwe, nao wote wakaritadi. taarifa yake ikamfikia jarut. alikuwa miongoni mwa watu wenye heshima wa kaumu yake. alikuwa amekwenda madina kupata malezi, na alikuwa miongoni mwa wale waliohamia kwa mtume saa salam, na alikuwa mhaziri mzuri. hajarut akawakusanya watu wote waliokuwa wameritadi ili awaambie kwamba kwa nini kifo cha mtume saa salam kimetokea, na akasimama ili atoe hutuba, na akasema kwamba ni kundi la abdul qais, mimi nawaulizeni jambo moja, kama mnalijua basi muniambie, na kama hamlijui basi msiniambie. wao wakasema kwamba utuulize unachotaka kutuuliza. jarud akasema kwamba je, mnajua ya kwamba katika zama za nyuma manabii wa allah wamekushafika duniani? watu wakasema ndio. jarud akasema kwamba je, mna elimu yao au mmewaona? wao wakasema hapana, sisi hatukuwaona, lakini tunayo elimu kuhusu ujio wao. hajarut akasema kwamba kisha ilikuwaje kwa manabii hawa? watu wakasema kwamba wao walifariki. hajarut akasema kwamba muhammad saa salam pia amefariki dunia kama manabii wale walivyokufa, na mimi natoa shahada ya kwamba la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, na kwa yakini muhammad saa salam ni mja wake na mtume wake. baada ya kusikiliza hutuba ya jarud, kaumu yake wakasema
baada ya kumuuliza maswali na kupata majibu wakasema kwamba sisi pia tunatoa shahada ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na bila shaka muhammad saa salam ni mja wake na mtume wake na sisi tunakukubali kama kiongozi wetu na amiri wetu. Na hivyo watu hawa wakaendelea kusimama imara juu ya islam na janga la uritadi halikuwafikia. Wengine waarabu na wasi waarabu wote wakafunga nia ya kumaliza serikali ya madina. Utawala wa iran ukaunga mkono nao na kiongozi mmoja mwarabu akakabiziwa kazi hii ya uasi. Katika hajar mwakilishi mmoja wa mtume sallallahu salam aban bin said bin as akiona mawingu ya uasi ya kitanda akarejea madina. banu abdul qais japokuwa baadhi yao walikuwa wamekubali islam lakini makabila mengine ya bahrain chini ya uongozi wa hutam bin rabia wakaendelea na uritadi wao na wakamfanya munzar bin noman kuwa mfalme wao. Yani wakachukua ufalme tena na wakamfanya munzar bin noman kuwa mfalme wao. Kuna riwaya inayosema kwamba wao waliponuia kumfanya munzar bin noman kuwa mfalme wao, kundi moja la viongozi wao likaja kwa mfalme kisra wa iran. Wao wakaomba ruksa ya kuhudhuria katika kasri yake, yeye akawaruhusu. Wao wakaja mbele ya mfalme wakionyesha heshima kubwa kwa mfalme. kisra akasema kwamba ni kundi la waarabu, kitu gani kimewaleteni hapa? Wao wakasema kwamba mfalme, mtu yule wa arab amekufa ambaye quraish na makabila ya munzir yalikuwa yanamheshimu. muradi wao ilikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. na kisha wakasema kwamba baada yake mtu ambaye amechaguliwa kuwa khalifa wake ni mtu aliye dhaifu na rai yake pia ni dhaifu. wakatoa rai kuhusu abubakar na watendaji wake wamerejea kwa wenzao ili wapate mwongozo. leo eneo la bahrain limetoka kutoka utawala wao isipokuwa kundi dogo la abdul qais tu, na hakuna aliyesimama juu ya dini ya islam, na mbele yetu wao hawana thamani yoyote. nasi kuhusiana na wanajeshi tuna idadi kubwa, yani tuna mamlaka juu yao. wewe umtume mtu ambaye akitaka kuiteka bahrain, basi hakuna atakayeweza kumzuia. hapo kisra akasema kwamba nini mnampendelea nani ambaye nitume pamoja nani? wao wakasema kwamba ni juu ya mfalme tu, kama unavyotaka wewe. kisra akasema kwamba mnasemaje kuhusu munzar bin noman? wao wakasema kwamba mfalme, sisi tunamtaka huyo huyo, wala hatutaki mtu mwingine. kisha kisra akamwita munzar bin noman. yeye alikuwa kijana ambaye muda si mrefu ndevu yake ilikuwa imeota. mfalme akampatia mawazi ya kifalme na akambisha taji na akampatia wapanda farasi 100 na wanajeshi 7,000 na wanajeshi wengine, na akamwamuru kwenda bahrain pamoja na kabila la bakr bin wail. na pamoja naye alikwepo abu zabaya hutam bin zaid, jina lake lilikuwa shuri bin zubaya. huyo alitokana na banu qais bin thalba na hutam ilikuwa lakabu yake. yeye baada ya kukubali islam alikuwa ameritadi tena. na zabian bin amr na musme bin malik pia walikuwa pamoja naye. kwanza kabisa wao wakajaribu kuwapotosha jarut na kabila la abdul qais kutoka islam, lakini hawakufanikiwa. hapo hutam bin zubaya akajaribu kuwateka kwa kutumia nguvu. yeye akawachochea wafanya biashara wa nje na watu ambao walikuwa hawakukubali islam katika katif na hajar ili waungane naye, na wao wakaungana naye. watu wa kabila la abdul qais wakamjia kiongozi wao hajarut bin mualla wakiwa na idadi ya 4,000 pamoja na wenzao na watumwa wao, na kabila bakr bin wail wakajumuika kama wairani 9,000 na waarabu 3,000. kisha makundi mawili yakapigana vita kali na kabila bakr bin wail likapata hasara kubwa, na
kati yao na kutoka wairani wingi wakauawa. Kisha wakapigana vita kali kwa mara ya pili, na safari hii abdul qais likapata hasara kubwa. Hivyo wakaendelea kupigana vita, na vita hiyo ikaendelea kwa siku nyingi kati yao hadi watu wengi wakauawa. Na watu wa kabila la abdul qais wakawaomba bakr bin wail ombi la kustawisha amani. Wakati ule abdul qais wakajua kwamba wao hawana nguvu zidi ya bakr bin wail, hivyo wao wakashindwa hadi katika ardhi ya hajar. Wakaenda kujificha na kujikinga katika ngome iitwayo jawasa. Jawasa ni makazi ya bahrain, ambapo baada ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ijumaa ya kwanza ilikuwa imesaliwa. Hivyo kuna riwaya ya bukhari iliyosimuliwa na hatib ibn abbas. yeye anasema kwamba inna awala jumuatin jumiat baada jumuati fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidi abdul qais bijawasa min albahrain, yani baada ya msikiti wa mtume sallallahu salam ijumaa ya kwanza ilikuwa imesaliwa katika msikiti wa kabila abdul qais kwenye makazi ya jawasa ya bahrain. banu bakar bin wail wakaja mbele pamoja na wairani na wakawafikia hadi ngome yao na wakawazingira na wakafunga chakula chao. mtu mmoja wa banu bakar bin kilab aitwaye abdullah bin auf abdi, ambaye pia jina lake linatajwa kama abdullah bin hazaf, yeye akielekea kwa abubakar na watu wa madina akasoma shairi, na katika shairi yake akaeleza hali ya subira na azma yake na unyonge wake. kwa kuwa shairi aliyoandika ni ndefu, ambayo tafsiri yake ni kama ifuatayo ya kwamba: ewe mwenye kusikia, uwafikishie abubakar na vijana wote wa madina ujumbe wangu ya kwamba vijana ambao katika jawasa kwenye hali ya njaa na kuzingirwa wamefikia jioni, je, nitapata msaada wote kutoka kwako kwa ajili yao? Na katika kila njia damu zao zimemwagwa kana kwamba ni miale ya jua. na banu zuhul na ijal na shiban na qais, makabila haya yakiwa dhulumu yamewazingira, na uongozi wa makabila haya unafanywa na ghurur. jina halisi la ghurur lilikuwa munzir bin noman bin munzir, ili yeye anyanganye wake zetu na watoto wetu bila haki. hali ya kuzingirwa kwao ilipokuwa ndefu, wao wakatuteka na sisi tukaingizwa kwenye majaribio. sisi tukamtegemea mungu aliye rahman, kwani sisi tumeona kwamba fadhila yake inawafikia wale wanaotawakali. hivyo tukasema kwamba sisi tumerizia kwamba allah ni mungu wetu, na pia tumerizia kwamba islam ni dini yetu, na sisi tukasema kwamba mambo yanakaa tu sawa na akili za mababu zetu zimekufa. sisi tukiwa juu ya islam tutaendelea kupigana nani hadi nini muuawe au sisi tuuawe? tutaendelea kupigana nani na upanga ambao unakata ngao? shairi hiyo yeye alituma kama ujumbe. hata abubakar aliposoma shairi hiyo kwa kujua hali ya abdul qais akapata ghamu na huzuni kubwa. akamwita ala bin hazrmi na akamkabizi jeshi na akamwambia aende bahrain ili kuwasaidia abdul qais pamoja na wahajiri na answar 2,000, na akamwongoza kwamba kutoka makabila ya warabuni ukipita karibu na kabila lolote uwahimize ili wapigane vita zidi ya banu bakar bin wail, kwani wao wamekuja pamoja na munzir bin noman bin munzir ambaye ameteuliwa na mfalme wa kisra wa iran. mfalme kisra wa iran, yani mfalme huyo ameweka taji juu ya kichwa chake na amenuia kufuta nuru ya allah na amewaua mawalii wa allah. hivyo wewe endelea kusoma la hawla wala quwata illa billah,
yani hakuna nguvu ya kuepukana na madhambi wala nguvu ya kutenda mema isipokuwa kwa msaada wa allah pekee. Usome hayo na uondoke. hat ala bin hazrmi akaelekea, na alipopita karibu na yamama hasamama bin asar bin hanifa pamoja na kundi lake moja akaja kuungana naye, na qais bin asim pia pamoja na kabila lake la banu tamim akaja kushiriki katika jeshi la hat ala bin hazrmi. hapo kabla qais bin asim alikuwa miongoni mwa wale waliokataa kutoa zaka, na yeye alikuwa amekataa kupeleka zaka katika madina, na alikuwa amewarudishia watu wake mali za zaka. lakini khalid bin walid alipoteka banu hanifa katika yamama, qais bin asim akaona kwamba inafaa kwake yeye aungane na waislamu tena, na akakusanya zaka kutoka kabila lake la banu tamim na akashiriki katika jeshi la ala bin hazrmi. hat ala akatumia njia ya dahna na kupeleka jeshi lake kuelekea bahrain. dahna ni sehemu inayopatikana karibu na makazi ya banu tamim, inayopatikana njiani kwenda basra kutoka makka. anasema kwamba tulipofika katikati, yeye akatuambia kwamba tupige kambi. msimuliaji ameeleza kwamba wakati wa usiku ngamia wakatukimbia na sisi tukakosa ngamia, na pia mzigo na vitu vyote tukavikosa, yaani kila kitu kikapotea jangwani pamoja na ngamia. mzigo ulikuwa umebebwa juu ya ngamia na ngamia wakawakimbia, hivyo wakakosa kila kitu. na tukio hili likatokea pale ambapo watu walikuwa wamekusha shuka kutoka vipando vyao, lakini mzigo ulikuwa bado juu ya ngamia. hapo wote wakashikwa na huzuni na ghamu na wakaanza kukata tamaa na kuhusiana. hapo mtangazaji mmoja wa ala bin hazrmi akawaambia kwamba wote wakusanyike sehemu moja. wote wakakusanyika. ala akasema kwamba mimi naona kwamba nyini mna huzuni, kuna sababu gani? watu wakasema kwamba sisi tumehuzunika kwani ngamia zetu wametukimbia, na hali yetu ndio hii kwamba kama katika hali hiyo asubuhi ikitokea jua litakuwa bado halijatoka, ndipo tutakuwa tumekusha uwawa tayari. hata ala akasema kwamba eni watu msiwe na hofu. je nini si waislamu? je hamkuja kupigana jihadi katika njia ya allah? je nini si wasaidizi wa allah? wote wakasema kwamba bila shaka sisi ni wasaidizi wake. hata ala akasema kwamba basi muwe na habari njema, kwani allah hatawaacha nyini katika hali hiyo. pamoja na alfajiri azana ikatolewa na ala akaswalisha swala. wengine wakaswali kwa kufanya tayamum kwani walikuwa hawana maji, na wengine walikuwa na wuzu ile ya zamani. walipomaliza swala, hat ala akaketi kwa kupiga magoti yake chini, na watu wengine pia wakaketi, na yeye akaanza kufanya maombi kwa uchungu mkubwa. watu pia wakafanya maombi hadi jua likatoka. mwanga wa jua ulipotoka na ulipozihiri upande wa mashiriki, hat ala akaelekea kwa maamuma na akasema kwamba je, kuna mtu ambaye atakwenda kuangalia kwamba huo ni mwanga wa aina gani? mtu mmoja akaenda na akarejea na akasema kwamba mwanga huo ni maji ghazi tu, yaani pale ambapo mwanga unaonekana sio maji bali ni maji ghazi. hata ala akaanza kufanya maombi tena, na safari ya pili akaona mwanga. alipowauliza akaambiwa kwamba ni maji ghazi tu. safari ya tatu mwanga ukapatikana tena, na safari hii mtu aliyeenda kupata taarifa akaaja na akasema kwamba ni maji. hata ala akasimama na watu wengine pia wakasimama na wakafika karibu na maji. wote wakaanywa na wakaoga. kule chemchem fulani ilikuwa imebubujika, na muda si mrefu ngamia zao pia wakaja kwao wakikimbia, na wakaja kuketi karibu yao. kila moja akashika kipando chake, na hata mizigo yao pia ilikuwa haikupotea. huo ulikuwa muujiza wa dua uliotokea huko, kwamba mwenyezi mungu akawapatia maji, na ngamia pia wakarejea kwao, na watu wakawanywesha maji.
kisha safari ya pili wakanywa maji kwa kushiba na wakawanywesha wanyama wao na pia wakachota maji kwa siku zijazo kisha wakapumzika vizuri. Minjab bin rashid anasema kwamba wakati ule hata abu huraira alikuwa pamoja nami. Tulipokwenda mbali kidogo na eneo lile yeye akaniuliza kwamba je unajua kuhusu sehemu ile ambapo maji yaliko yametoka. Nikasema kwamba mimi najua kila kitu na njia zote na maeneo yote ya sehemu hiyo. hatubara akasema kwamba basi unipeleke kule. Mimi nikarudisha ngamia na nikafika katika sehemu ile ambapo maji yalikuwa yametoka. baada ya kufika huko tukaona kwamba kulikuwa hakuna alama yoyote ya maji. nikamwambia abu hurera kwamba wallahi ijapokuwa sioni alama yote ya maji hapa, lakini hata hivyo nitasema kwamba hiyo ni sehemu ambapo tumechota maji. lakini kabla ya leo nilikuwa sikuona maji safi na tamu katika eneo hilo, ilhali wakati ule pia vyombo vyetu vilikuwa vimejaa na maji. hata barara akasema kwamba ewe abu saham, wallahi hiyo ndiyo sehemu ile na ndiyo maana mimi nimekuja hapa na mimi nimekuleta. nilikuwa nimejaza vyombo vyangu na maji na nilikuwa nimeweka hapa hapa. nikasema kwamba kama huu ni muujiza wa allah na ni rehma itokaye kwa allah, basi nitajua tu, na kama ni maji ya mvua hapo pia nitajua uhakika wake. na tulipoangalia tukajua kwamba kwa kweli huo ulikuwa muujiza wa allah ambao allah alikuwa ameudhihirisha kwa ajili ya kutusalimisha. hapo abu huraira akamhimidia allah na sisi tukarejea na tukaja kupiga kambi katika hajar. hat ala alikuwa amemwindikia abubakar barua moja ambayo inasema kwamba amabad, mwenyezi mungu kwa ajili yetu katika bonde la dahna ametudhihirishia chemche moja ya maji, na aliandika kwamba kulikuwa hakuna alama yoyote ya maji, na mwenyezi mungu akatuonyesha muujiza baada ya shida. hata ala alikuwa amemwindikia abubakar barua akisema kwamba baada ya kuona shida mungu akatuonyesha muujiza ambao ni sababu ya nasaha kwetu ili sisi tumhimidie allah. hivyo wewe pia ufanye maombi mbele ya allah na kwa ajili ya wasaidizi wa dini yake umombe allah ili allah awasaidie. hata allah anamtumia abubakar ripoti baada ya kupata maji na baada ya kutokea tukio hilo la maji. hata abubakar akamhimidia allah na akafanya maombi na akasema kwamba waarabu daima wameendelea kusema kuhusu bonde la dahna kwamba hata lukman alipoulizwa kuhusu bonde hilo kwamba bonde hili lichimbwe kwa ajili ya maji au la, yeye alikuwa amepinga na alikuwa amesema kwamba kamwe maji hayatatoka kutoka bonde hilo. lakini kupatikana kwa chemchem katika bonde hili ni alama kubwa ya kudra ya allah ambayo sisi tulikuwa hatukusikia habari zake kwa kaumu yote. miujiza ya aina hiyo ilikuwa inatoka kwa masahaba ambao walikuwa wanatoka kwa ajili ya allah. huzur amesema kwamba sehemu iliyobaki nitaieleza katika siku za usoni inshallah. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.